Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikia ni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunatumaini kwamba mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na basi tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanaendelea kutengeneza vichwa vya habari katika nyanda ya kisiasa, kiusalama na hata kidiplomasia kwetu nchini DRC. Na kwa hapa katika muktadha mzima wa kiusalama tutakwenda kuanzia tena na habari kutoka huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako walinzi wawili wa hifadhi ya taifa ama Ecogarde wa Parke National wamepoteza maisha yao jana Alhamisi tarehe 21 Mei mwaka huu katika shambulio la silaha lililotokea Kamuhorohoro, eneo lililoko kando ya Ziwa Edward kati ya Nyakakoma na Charuganda katika Parke National de Virunga katika wilaya ya Ruchuru. Kulingana na taarifa zilizokusanywa kutoka kwa vyanzo vya ndani na vya kiusalama, zinadai kuwa shambulio hilo linadaiwa kufanywa na wapiganaji wa kundi la Mai Mai chini ya uongozi unaodaiwa kuwa wa Augustin Bengebenge. Hata hivyo, mazingira halisi ya tukio hilo bado hayajafahamika kikamilifu, kwani hakuna maelezo rasmi yaliyotolewa kuhusu namna tukio hilo lilivyotekelezwa. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyo karibu na tukio hilo, vinadai kuwa waathirika hao wawili walikuwa sehemu ya kundi la walinzi wa hifadhi walioajiriwa mwaka wa 2017 ama 2017. Aidha, kuna hofu kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka, huku baadhi ya vyanzo vikieleza uwezekano wa kuwepo kwa wengine waliouawa au kutoweka. Uongozi wa mkoa wa Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN umethibitisha tukio hilo kupitia taarifa rasmi. Taasisi hiyo imelaani kitendo hicho ikikiita uhalifu mkubwa kilichotokea wakati ambapo ICCN inaendelea kuongeza juhudi za kulinda hifadhi hiyo licha ya changamoto kubwa za kiusalama zinazosababishwa na migogoro ya silaha katika eneo hilo. Sehemu ya kati ya hifadhi ya Virunga, hasa maeneo ya karibu na Ziwa Edward, inaendelea kuwa hatarishi. Katika miaka ya hivi karibuni, walinzi wa hifadhi wamekuwa wakilengwa mara kwa mara na washambuliaji wenye silaha katika mazingira yanayohusisha uwepo wa makundi ya wahasi, shughuli haramu na changamoto za uhifadhi wa mazingira, hali inayofanya kazi yao kuwa ya hatari kubwa. Na huko mkoani Ituri, mvutano mkali umeripotiwa katika Hopital General de Reference de Rwampara mkoani Ituri kufuatia kifo cha mgonjwa aliyekuwa anashukiwa kuugua ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyofanana, vinaweka wazi kuwa hali ilianza kuzorota haraka baada ya kutangazwa kwa kifo cha kijana huyo aliyekuwa amelazwa katika hospitali hiyo, ambayo inatajwa kuwa ni miongoni mwa vituo muhimu vya kushughulikia wagonjwa wa Ebola katika eneo hilo baada ya Mongwalu. Ndugu wa marehemu wakishirikiana na baadhi ya vijana wa eneo hilo walipinga vikali mazingira ya kifo hicho na kudai kurejeshwa kwa mwili wa marehemu mara moja. Mvutano uliongezeka zaidi pale makundi ya vijana wenye hasira walipoanza kuandamana karibu na hospitali, wakirusha mawe na vitu vingine dhidi ya majengo ya kituo hicho cha afya. Kwa mujibu wa taarifa za awali, angalau magari mawili yaliharibiwa, yakiwemo gari la wagonjwa ama ambulance la hospitali hiyo. Kutokana na hali hiyo, polisi waliingilia kati kwa lengo la kudhibiti ghasia na kurejesha utulivu, huku hatari ya hali hiyo kuzidi kuwa mbaya ikiendelea kuwepo. Kwa upande wao, mamlaka za afya zimetoa wito wa utulivu na uwajibikaji kwa jamii. Pia zimewahimiza wahamasishaji wa kijamii kuongeza juhudi za kutoa elimu kwa wananchi kuhusu hatua za kujikinga pamoja na taratibu zinazopaswa kufuatwa katika tukio la kifo kinachoshukiwa kuwa cha Ebola, ugonjwa hatari unaoambukiza kwa urahisi na unaohitaji usimamizi makini wa miili ya marehemu. Tukio hili linajiri katika kipindi ambacho kuna tahadhari kubwa kufuatia kurejea kwa visa vya Ebola katika baadhi ya maeneo ya Ituri, ambapo vituo vya afya vinaendelea kuwa chini ya shinikizo, huku kutokuaminiana kwa baadhi ya wananchi
kukikwamisha juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hadi sasa hali bado ni ya wasiwasi katika eneo la hospitali, ingawa vyombo vya usalama vinaendelea na jitihada za kuzuia hali hiyo isizidi kuwa mbaya. Na huko mjini Kinshasa, makamu waziri mkuu, waziri anayehusika na ulinzi wa taifa na wapiganaji wa zamani, Bwana Guy Kabombo Mwandiavita, alikaribisha ujumbe ama delegation kutoka Human Rights Watch ulioongozwa na katibu wake mtendaji Bwana Philippe Bolopion. Mazungumzo yao yalijikita katika kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa DRC pamoja na mikakati ya kuimarisha ulinzi wa raia. Katika mkutano huo, wawakilishi hao wa Human Rights Watch waliwasilisha hitimisho la ripoti iliyotokana na uchunguzi wao uliofanyika katika mji wa Uvira, makao makuu ya jimbo la Kivu Kusini. Ripoti hiyo inaangazia hali ya halisi ya usalama katika eneo hilo, ikiwemo kuongezeka kwa mashambulizi ya makundi yenye silaha, changamoto za kulinda raia, pamoja na wasiwasi kuhusu tuhuma za usaliti na kukamatwa kwa baadhi ya maafisa waandamizi wa FARDC. Majadiliano hayo pia yalitoa fursa ya kutathmini mbinu na mikakati inayotumiwa na mamlaka za Kongo katika kukabiliana na makundi ya wahasi ya ndani na ya kigeni pia, ambayo yameendelea kusababisha hali ya sintofahamu katika eneo hilo kwa muda mrefu. Licha ya hali hiyo, ujumbe wa Human Rights Watch ulitambua juhudi zinazofanywa na serikali ya Kongo katika kurejesha amani, huku ukihimiza kuendelezwa kwa hatua madhubuti na za kudumu zitakazoweza kuhakikisha usalama bora wa raia. Akizungumza katika mkutano huo, Guy Kabombo Mwandiavita alimpongeza rais wa jamhuri na amiri jeshi mkuu wa FARDC Felix Antoine Tshisekedi, akisisitiza juhudi zinazofanywa chini ya uongozi wake katika kupambana na vitendo vya ukiukwaji wa haki na kuimarisha nidhamu ndani ya jeshi. Aidha, waziri wa ulinzi alisisitiza umuhimu kwa mashirika yote yanayofanya uchunguzi katika maeneo ya migogoro kuheshimu taratibu zilizowekwa, hasa kuhusu usimamizi wa taarifa nyeti zinazohusiana na usalama wa taifa. Mwisho, alitaka Human Rights Watch kuendelea na kazi yake kwa kuzingatia ukweli wa uwanjani kwa weledi na bila upendeleo, huku akihakikisha kuwa operesheni za vyombo vya usalama vya Kongo zinafanyika kwa mujibu wa sheria na kanuni za kulinda raia. Na kule mkoani Haut-Katanga, Bwana Jacques Kiabula Katwe amewasilisha rasmi barua yake ya kujiuzulu kutoka nafasi ya gavana wa mkoa huo kwa rais wa jamhuri Felix Tshisekedi kuanzia hiyo jana tarehe 21 Mei mwaka huu. Katika barua yake aliyomwandikia rais, kiongozi huyo wa zamani wa mkoa anaeleza kuwa uamuzi wake unatokana na kukaa kwake muda mrefu mjini Kinshasa kutokana na majukumu ya kikazi na ya kitaasisi. Hali hii kwa mujibu wake ilimfanya awe mbali na mkoa wake katika kipindi kilichoonekana kuwa nyeti sana kiusalama. Jacques Kiabula Katwe anakiri kuwa kutokuwepo kwake kwa muda mrefu kulizua wasiwasi miongoni mwa wananchi pamoja na ukosoaji kuhusu namna utawala wa mkoa ulivyokuwa ukiendeshwa, hasa katika mazingira ambayo tayari yalikuwa dhaifu. Akiwa na kile anachokihita roho ya uwajibikaji wa kitaifa, anasema aliona ni wajibu wake kuchukua hatua hiyo ya kujiuzulu ili kulinda utulivu wa taasisi na kubeba matokeo ya kisiasa na kiutawala yanayotokana na hali hiyo. Anaeleza kuwa huo ni uamuzi wa hiari uliolenga maslahi ya juu ya mkoa. Kujiuzulu huku kunakuja wakati ambapo Haut-Katanga unaochukuliwa kuwa muhimili muhimu wa uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na utajiri wake mkubwa wa madini unakabiliwa na changamoto za kiusalama na kiuchumi zinazohitaji uongozi wenye uwepo wa karibu na ufuatiliaji wa mara kwa mara. Aidha, licha ya kuacha nafasi yake ya utendaji wa mkoa, Jacques Kiabula Katwe ambaye pia ni mwanachama wa Presidium ya Union Sacrée de la Nation anathibitisha tena mshikamano wake na maono ya kisiasa ya Rais Felix Tshisekedi. Anaeleza kuwa yuko tayari kuendelea kuitumikia
kulitumikia taifa kwa nafasi yoyote ambayo ataona inafaa kumpa. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kipenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuhitimisha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi kutengeneza vichwa vya habari katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.